Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ujerumani imefagilia mpango wake wa pamoja na Ufaransa unayoyataka mataifa ya magharibi kujiunga kwa pamoja kuratibu juhudi za kusitisha mapigano nchini Ukraine. Ujerumani pamoja na Ufaransa zimetengeneza mpango wa kutaka kumaliza vita huko nchini Ukraine, ambapo mpango huo unatakiwa kuungwa mkono na mataifa yote ya Ulaya. Kiongozi huyo wa kamati ya sera ya nje ya bunge la Ujerumani, Armin Laschet, amesisitiza kuwa Ulaya inapaswa kuwa na sera yake imara ya kigeni na usalama inayojitegemea na yenye mamlaka kamili bila kutegemea wapatanishi wa Marekani. Kwa maana hiyo, Ujerumani na Ufaransa zinataka kutengeneza njia ya kutaka kutatua mgogoro huo. Lakini sasa wachambuzi wa mambo wanaona kwamba mataifa haya magharibi ambayo yamekuwa na mgogoro na Urusi yatawezaje kumaliza mzozo huo wakati yakiegemea upande mmoja, ama yanataka kuangalia namna ya kuishambulia Urusi. Lakini hii itamaanisha nini? Ni kwamba hili litakuja kuleta mzozo mkubwa sana ambao haujawahi kutokea tangu vita vya pili vya dunia. Laschet amesema mpango wa amani wa Ulaya unaokubaliwa na Ukraine unahitajika ili uwasilishwe kwa Urusi kutokea kwenye nafasi ya nguvu. Ameongeza kuwa kutumia wajumbe wa Marekani kama Steve Witkoff au Jared Kushner kuwasilisha ujumbe kwa Moscow hakudhihirishi kujiamini wala uhuru wa Ulaya, kwa maana Ulaya nayo inataka ishiriki moja kwa moja katika kumaliza mzozo huo. Amesema juhudi zozote za mazungumzo na Vladimir Putin zinapaswa kuongozwa kwa pamoja na Berlin na Paris, akibainisha kuwa bila Ujerumani na Ufaransa Ulaya haiwezi kujengwa. Kauli hiyo inakuja baada ya Emmanuel Macron kusema mazungumzo ya moja kwa moja ya Urusi yanaweza kuwa muhimu, huku Rais Vladimir Putin akionyesha utayari wa kuzungumza na Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron. Hata hivyo, wakati huu baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba kitendo cha nchi hizo kutaka kufanya mazungumzo mengine tofauti na yale yanayofanywa na Marekani kutatengeneza mzozo huo usikamilike kwa wakati, na kwamba kutakuwa na hoja zingine za kutaka kumaliza mapigano nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul alisema kwamba anaamini Urusi inaweza kutumia uwezekano wa kusitisha mapigano nchini Ukraine ili kujiandaa na mashambulizi dhidi ya jumuiya ya kujihami ya NATO, na hivyo wao kama Ulaya ama NATO wanapaswa kuwa na mbinu mbadala ya kuwa na namna ya sheria fulani za kuweza kuikabili Urusi ama kuisainisha mkataba Urusi baada ya kumalizika kwa vita hivyo. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema anaamini Urusi itaweza kusitisha mapigano, lakini itakuwa ikijiandaa kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya jumuiya ya kujihami ya NATO. Alizungumza na shirika la habari la Ujerumani la DPA, ambapo ametoa tahadhari kwa jumuiya ya NATO kujiandaa kwa uwezekano wa kutokea kwa vita hivyo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amehimiza nchi washirika wa Ukraine kuendelea kuiunga mkono nchi hiyo, huku akionya kuwa Ulaya itakabiliwa na hatari kubwa za kiusalama ikiwa azma yao itayumba. Rutte amesema kwamba ni lazima mataifa yaliyomo kwenye NATO yaongeze matumizi ya ulinzi na kutekeleza ahadi zilizokubaliwa na jumuiya hiyo katika mkutano wa kilele wa muungano huo huko The Hague mwezi wa Juni. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi mtazamaji, usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi naitwa Adam Hussein na bado tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.